kila mtu anaweza akatafuta mafanikio alafu akageuza mafanikio kwa Mungu wake. Mungu hasemi hilo hata kidogo. Anasema maneno ya Mungu lazima yaandikwe kwenye moyo wa kila moja, ili ujue kwamba katika Mungu kuna uhai, ili ujue katika Mungu kuna agano letu, ili ujue katika Mungu kuna kesho yetu na ndoto zetu zote. Nyuma yangu ni kanisa la Mtakatifu Paul, kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora, hapa katika parishi ya Kahama. Katika ibada ya leo ya shukrani kuu, tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu kama litakavyoletwa kwako na katibu mkuu kanisa Anglikana Tanzania, Kasisi Canon George Otieno Lawi. Katika ibada hii ya leo yapo mengi ambayo tutayasikia, tukiongozwa na wazo kuu, wokovu wetu. Ni imani ya kuwa tutakula na kunywa mezani kwa Bwana. Karibu ungane nami katika ibada hii ya leo kutoka hapa kanisa la Mtakatifu Paul, parishi ya Kahama, kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora. Katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu inuka sasa ili uweze kutamalaki mahali hapa. Asante Mungu kwa sababu utasema, na asante kwa sababu tuko tayari kukusikia. Utupe neema sasa kuketi ili tulishe na wewe mwenyewe, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Naomba tuketi. Mimi ni Kasisi Canon George Otieno Lawi, kwa neema ya Mungu katibu mkuu wa kanisa letu la Anglikana Tanzania, ambaye majukumu yangu ni kuratibu shughuli za utendaji wa kanisa, kutekeleza maazimio ya nyumba ya maaskofu pamoja na maelekezo ya askofu mkuu wa kanisa letu la Anglikana kwa mustakabali wa maendeleo na utengamano wa kanisa letu. Jambo la pili, tumekwepo katika madayosisi ya ukanda huu wa Ziwa toka mwanzo wa wiki, na tunamaliza ziara hiyo leo kwa ibada hii tunayosali pamoja nanyi leo. Tulikuwa na Baba Askofu Dr. Elias Chakupewa katika ziara kule dayosisi ya Victoria Nyanza, na hasa eneo la Geita, kutekeleza kazi tuliyotumwa na askofu mkuu wa kanisa la Anglikana kufanya ukaguzi wa maandalizi ya kukatwa kwa sehemu ya dayosisi ya Victoria Nyanza ili kuunda dayosisi mpya ya Geita. Na kazi hiyo tulifanya Jumanne, tulimaliza Jumatano, na Alhamisi tulikwenda Kibondo kwenye shughuli nyingine ya kusimamia uchaguzi wa kupatikana kwa askofu wa pili wa dayosisi ya Kibondo. Na tunamshukuru Mungu, baada ya muda wa zaidi ya mwezi ya vikwazo na kupelekwa mahakamani, Mungu alitupa kushinda kesi tuliyokuwa tumewekewa dhidi ya uchaguzi, na Alhamisi hii tulifanikiwa kumpata askofu mteule ambaye sasa atasimikwa na kuingizwa kazini wiki ijayo ya tarehe 5 ya mwezi Oktoba. Na siku ya Ijumaa tulikuja hapa Kahama tukiongozwa na Baba Askofu Vitalis Yusufu wa Dayosisi ya Biharamulo kuja kutekeleza majukumu ya tume ya askofu mkuu, kukagua maendeleo ya kuanzishwa kwa dayosisi mpya ya Kahama inayokatwa kutoka katika dayosisi ya Tabora. Tumekwepo hapa toka juzi, tulipata taarifa, tulitembelea baadhi ya shughuli zinazofanyika kama sehemu ya maandalizi hayo, na sisi tunamshukuru Mungu kwamba yale tuliyoyaona, hata kama sisi sio watoa maamuzi, lakini tuna ujasiri kwamba tutakapoyarudisha kwa Baba Askofu mkuu mwenyewe na hatimaye nyumba ya maaskofu na halmashauri kuu ya kanisa, wataona kwamba Shinyanga kwa maana ya Kahama pamoja na wilaya ya Mbogwe na wilaya nyingine zitakazounda eneo hili ambalo dayosisi ya Tabora imeamua na kuridhia ifanywe kuwa dayosisi, wataona kwamba mnastahili na kwamba kwa neema ya Mungu mtaweza kupewa hiyo dayosisi kama halmashauri kuu itaridhia. Wazo kuu ni wokovu wetu. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako wokovu wetu. Mwambie jirani yako tena wokovu wetu. Mwambie tena hajasikia wokovu wetu. Tumesoma kutoka katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31, na tumemuona Musa akizungumza tena kwa mzigo mkubwa sana
habari za wokovu waliowapa Mungu kwa njia ya neema wakati walipokuwa katika hali ya utumwa kule Misri, wakati walipokuwa kundi la watu na sio taifa, namna ambavyo neema ya Mungu iliwashukia ikawatoa katika mikono ya Farao na jeshi lake na mamlaka yote iliyokuwa na nguvu sana, namna ambavyo Mungu aliwavusha katika bahari ya Shamu kwa hofu kubwa, bahari ikiwa mbele na majeshi ya Farao yakiwa nyuma, namna ambavyo Mungu ametembea nao miaka 40 jangwani, wakipita katika safari yenye mzunguko mwingi kwa ajili ya mashaka yao na kurudi nyuma kila wakati kiimani. Na hapa sasa Musa anasimama katika kilele cha huduma yake, anatazama nyuma walikotoka, anaona namna ambavyo Mungu amekuwa mkarimu sana kwao, anakumbuka jinsi ambavyo Mungu amewahurumia hata katika nyakati walizomtenda jeuri na kumuasi na kuungamana tena na falme na mamlaka ya giza na hata kuabudu miungu, kwa muda ambao Musa alitoka katikati ya kundi akapanda kwenda mlimani kwa ajili ya kukutana na Mungu na kupokea maelekezo ya kurudi kuwapa Waisraeli. Musa anapoyaangalia hapa, anaona kwamba amefanya yote aliyopaswa kuyafanya na wala haogopi, kwa sababu Biblia sura ile ya 31 kifungu cha kwanza na cha pili kinasema kabisa, Musa mwenyewe akaenda na kuambia watu wake wa Israeli maneno haya yote, akawaambia, mimi leo ni mzee mwenye miaka 120, siwezi tena kutoka wala kuingia. Sasa wadadisi wa maneno ya kibiblia wanasema Musa hakuyatumia maneno haya ya kwamba siwezi kutoka na kuingia kwa sababu alikuwa amefika mahali ambapo amechakaa kiasi cha kutokutembea, kwa sababu anaposema maneno haya yuko mlimani juu, na mtu ambaye hawezi kutembea hawezi kupanda mlima. Bwana asifiwe sana. Lakini alikuwa anasema kila safari lazima iwe na ukomo wake. Zamu yangu mimi ya kusimama nanyi kwa ubiri na kuwaelekeza katika njia za yeye Mungu aliyetuinua katika mikono ya Farao inafikia mwisho, ninyi mtaendelea, na mbele yenu kuna nchi ya ahadi, na katika nchi hiyo mimi sitaingia na ninyi, ila Mungu amemuinua Joshua mtumishi pamoja nanyi, yeye ndiye atakayewavusha ili muingie katika nchi hiyo ya ahadi. Na kisha anasema na Joshua, anamwambia uwe hodari na mwenye ushujaa mwingi, usiogope, kwa sababu changamoto za kuongoza watu hazijawahi kuwa chache. Zinaweza zikakatisha tamaa, zinaweza zikakurudisha nyuma. Unaweza ukapanga na watu baadaye wakakugeuka. Unaweza kudhani mnatembea pamoja, ukiangalia nyuma unakuta wote hawapo. Hayo yasikukatishe tamaa, kwa sababu Mungu ameweka mikononi mwako dhamana ya kuwavusha Waisraeli waingie katika nchi aliyowapa toka alipoingia katika agano na babu yao Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Musa pia anaangalia kundi la Walawi, makuhani waliokuwa wametengwa kwa kazi ya kusimamia usafi wa kiroho na malezi, na anawaangalia jinsi ambavyo kwa wakati mwingine wamesimama na Bwana na wakati mwingine wamemwacha Mungu, wakihimiza watu kufanya mambo ya kusujudu na kupiga magoti mbele za miungu, wakitazama sanduku la agano na sio Mungu. Musa anawaangalia Walawi, anawaambia, ninyi ambao mara kwa mara mmeshindwa kusimamia hekalu la Mungu na usafi wake, na wasihi sana muweze kuandika tena Torati ya maneno ya Mungu yanayoishi, ili ninyi mkienenda na mkiwatunza watu, muwatunze kwa msingi wa maneno yaliyoko katika Torati ya Bwana na sio vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe. Na sio hao tu, Musa anaendelea katika mstari wa 19 ambayo ndiyo kiini cha sura yote ya 31. Katika ule mstari wa 19 Musa anaangalia umati wote, anawaambia, andikeni sasa maneno haya ya Torati. Ni kweli Torati ipo na Mungu ametupa neema ya kuwa sehemu ya familia hiyo ya Mungu, ambayo sasa inasimama ng'ambo tu ya mto ambao tukiuvuka huo tunaingia katika nchi tuliyokuwa tumeahidiwa. Musa
anaona amefanya kazi zote, lakini kuna kazi moja ambayo bado hajaikamilisha. Kazi hiyo ni kuwataka wazee, vijana, wachungaji na makuhani kuandika tena Torati kwa maneno yao, ili kila moja awe ameshiriki katika kuandika yale maneno ambayo juu yake wokovu wa taifa la Israeli na vizazi vyake vyote unasimama. Na kwa nini Musa anahimiza habari za watu kuandika? Kwa sababu Mungu anapenda watu waishi katika yale yaliyoandikwa katika mioyo yao kwa kalamu za dhahabu. Na hata wale ambao wamekwenda shule, tumeambiwa kwamba jambo lolote ambalo tusipoliandika haliwezi kukaa muda mrefu. Naweza nikawa na mambo mengi nimesikia, hata haya mahubiri ninayohubiri hapa huwezi ukayakumbuka wiki moja baadaye kama usipoyaandika, kwa sababu chochote ambacho hakikuandikwa kitatunzwa kwenye sehemu ya ubongo inayotunza kumbukumbu za muda mfupi, tunaita retention memory. Sasa jambo lolote unaloliweka kwenye retention memory yako itafutika tu baada ya muda si mrefu. Lakini jambo lolote ambalo umeliandika kwa mkono wako, kwa sababu kalamu yako inapoandika jambo kwenye karatasi, maneno yale yanaandikwa kwenye akili yako na kwenye moyo wako. Na Musa alikuwa anasema hatuwezi kusimama kama taifa la Mungu ikiwa tutakuwa na Torati iliyoandikwa zamani tuliyopokea kwa baba zetu, hata kama ni kwa babu zetu. Torati hizo zinaweza kuchakaa, watu wanaweza kurudi nyuma, wanaweza kumsahau Mungu, wanaweza kufanya dhambi, isipokuwa kama Torati itakuwa imeandikwa katika moyo wa kila moja na katika akili ya kila moja wetu. Sisi tunaweza tukawa tumebahatika, tumezaliwa katika familia za Kikristo, tumebahatika kuwa na wazazi ambao ni Wakristo. Inawezekana walituleta kanisani kwenye ubatizo, baadaye wametuhimiza kuja kwenye Sunday school, baadaye tumepata kipaimara humu. Unaweza ukawa hata ni mwimbaji wa kwaya, unaweza ukawa ni mzee wa kanisa, unaweza ukawa ni muumini mwenye bidii, lakini kama bidii yako na vyote unavyovifanya vinatokana na yale ambayo unayasikia bila kuyaandika mwenyewe moyoni mwako, bado nafasi ya wewe kurudi nyuma na kumfanya Mungu dhambi ni kubwa sana. Musa anasema sio tu kwamba tuwe na Torati inayotunzwa kwenye hema. Sasa ninawaagizeni ninyi nyote, kila mmoja wenu hapa aweze kuandika tena maneno ya Mungu ili yaweze kukaa katika moyo wa kila mmoja wenu. Na mimi ninadhani kwamba hili ni kweli. Yako maeneo mengi ambayo watu walikuwa wanamjua Mungu, walichukulia Mungu kama mazoea, baada ya muda walirudi nyuma wakasambaratika kabisa. Iko miji ambayo ilikuwa imeneemeka, miji iliyokuwa ya matajiri, watoto walilelewa katika hali ya kisasa kabisa, lakini kwa sababu yale yaliyokuwa yananeemesha familia yalikuwa yameshikwa na mtu mmoja, kama ambavyo Musa alivyokuwa ameshikilia Torati na kuihubiri kwa Waisraeli. Akitoka huyo Musa, nafasi ya watu kurudi nyuma inakuwa kubwa sana. Na tumeyaona hayo huko kwetu, tumeyaona, yamkini hata hapa kwenu mmeyaona. Waliokuwa juu wamerudi chini. Ukiuliza kwa nini, hata wao hawawezi kujua. Lakini Musa angelikwepo leo angesema sababu mojawapo ya kurudi nyuma ni kutokuziandika amri za Mungu katika moyo wako. Hata kama umepewa Biblia na mzazi wako, hiyo haitoshi. Lazima ujenge mazoea ya kujiandikia mwenyewe neno la Mungu ili liweze kukaa katika kichwa chako na katika moyo wako. Jifunzeni, kwa sababu hatuwezi tukahitimu katika chuo cha Mungu. Ni chuo ambacho hatuwezi kumaliza kusoma. Haina mtaala wala haina muhtasari. Utasoma toka ukiwa umezaliwa, utaendelea kujifunza mikononi mwa Mungu katika maisha yako yote ya hapa duniani. Na kama kuna kitu tunachoweza kuwarithisha watoto wetu, sio magari, sio majumba, sio viwanja, sio mali, ni neno la Mungu. Na hiyo ndio alikuwa anasema Musa, tunaweza tukaingia kwenye nchi ya ahadi. Mungu atatupa taifa kama tutakuwa na watoto ambao hawataendelea kushikilia neno la Mungu. Taifa hilo wanaweza kulipoteza. Nimeona maeneo mengi, nilibahatika kwenda kusoma Uingereza. Ninyi hapa mnaanzisha diocese. Uingereza ndiko kanisa la Anglikana lilipoanzia karne ile ya 16. Kanisa la Uingereza lilikuwa
ni kanisa la taifa. Huwezi kuwa mfalme wa Uingereza au huwezi kuwa askofu mkuu wa Uingereza kama wewe sio Mwanglikana. Miaka ilienda, madayosisi yamezaliwa mengi, hata maeneo madogo, kwa sababu yalikuwa na idadi kubwa ya waumini. Madayosisi yalifunguliwa, lakini kitu kimoja walichosahau, walisahau kuandika maneno ya Mungu katika mioyo yao. Leo makanisa yale hayana watu, na sio kwamba Uingereza haina watu. Wakati natoka Uingereza, idadi ya watu ilikuwa ni milioni 67, lakini makanisa yote wanaosali kila wiki hawazidi milioni 2. Unauliza, zaidi ya milioni 60 wako wapi? Wako majumbani, wako kwenye baa, wako kwenye pabu, wako kwenye starehe, kwa sababu sheria ya Mungu haikuandikwa kwenye mioyo yao. Na ndio maana sasa hivi madayosisi mengi yaliyokuwa yameanzishwa kule Uingereza yamevunjwa. Nilikuwa pale Leeds, eneo la Leeds ilikuwa na madayosisi 6. Kulikuwa na dayosisi ya Wakefield, kulikuwa na dayosisi ya Huddersfield, kulikuwa na dayosisi ya Bradford, kulikuwa na dayosisi sijui ya nini, kulikuwa na dayosisi ya Richmond, kulikuwa na, sasa hivi zote zile zimevunjwa kutengeneza dayosisi moja ya Leeds. Nasema nini hapa? Inawezekana mnataka dayosisi kama watu wa Kahama, lakini dayosisi haiwezi kusimama kwa sababu mmejenga kanisa kuu. Dayosisi haiwezi kusimama kwa sababu mna gari ya askofu. Dayosisi haiwezi kusimama kwa sababu mna majumba. Dayosisi itasimama kama watu wa Kahama wataandika sheria za Mungu katika mioyo yao. Musa anasema, andikeni sasa maneno haya ya sheria ya Mungu yakae katika mioyo yenu, tena muyaimbe kwa njia ya nyimbo, ili kila mmoja akiishi kuimba wimbo wa Bwana akumbushwe wakati wote kwamba Mungu ni chanzo cha uhai wetu. Mungu ni chanzo cha baraka zetu. Mungu ni chanzo cha uhai wetu. Mungu ni chanzo cha mafanikio yetu. Na iwe njaa, iwe shibe, iwe asubuhi, iwe jioni, lazima Mungu abaki kuwa yote katika yote. Musa anasema, andikeni sasa ninyi wenyewe kila moja. Isiwe kwamba unakuja kanisani unasomewa Biblia. Musa anasema kila moja sasa lazima awe na Biblia yake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Wale ambao umekuja na Biblia zenu kanisani, hebu nyosha nione. Geuka nyuma uangalie idadi ya Biblia ziliko kanisani, alafu angalie vichwa vilivyoko hapa. Ndio ujue kwamba tuko pabaya. Haleluya. Muulize jirani yako, wewe kwako umeacha wapi? Na hawa ndio wanaotaka dayosisi. Wanaishi kwa yale wanayoambiwa, sio kwa yale walioandika. Musa ana ujumbe kwa ajili ya Kahama. Anasema sasa andikeni haya maneno ya Mungu ili yaweze kuwa katika mioyo yenu. Kwa sababu hicho ndicho kitu pekee kitakachosimamisha taifa la watu wa Mungu. Hicho ndicho kitu pekee kitakachosimamisha diocese. Hicho ndio kitu pekee kitakachokuza mitaa yetu. Hicho ndio kitu pekee tutakachowapelekea watu. Hatawapelekea watu majumba, hatuwezi kuwapelekea watu magari, tutawapelekea neno la Mungu. Na neno hilo lazima litoke kwetu kwa sababu ni uzima wetu. Andikeni maneno haya katika mioyo yenu. Andikeni maneno haya kwamba sisi ni zawadi ya Mungu. Kwamba sisi hatuko hivi kwa sababu ya jitihada zetu wenyewe. Tuko hivi kwa sababu neema ya Mungu ilitutoa katika hali ya utumwa ikatuweka huru. Ndugu yangu, unaweza ukawa huko vizuri. Ndiyo, na mimi ninapenda watu wafanikiwe. Lakini mafanikio yako yana hatari kubwa ya kuporomoka kama hautakuwa umeandika sheria za Mungu katika moyo wako. Ndio maana hata Waisraeli, pamoja na kwamba Mungu aliwaruhusu kwenda katika nchi aliyowaahidia, walipoacha kwa sababu wameshiba, walipoacha kwa sababu wamekula, walipoacha kwa sababu wametekwa na maendeleo ya wakati ule, matokeo yake ilikuwa nini? Kunyang'anywa hadhi ya kuwa taifa huru na kurudishwa tena utumwani Babiloni na Asiria. Mungu haogopi kukuacha uteketee. Mungu hawezi kupata hasara yoyote wewe na mimi tukiwa hatupo. Na Mungu haogopi chochote. Haogopi cheo, haogopi maumbile, haogopi umri, haogopi mavazi, haogopi chochote. Mungu anaogopa kitu kimoja tu, imani thabiti kwake. Mungu awasaidie sana ninyi mnaobeba thamani na gharama ya kuwa diocese. Diocese yenu sio vitu, diocese yenu ni neno. Na neno hilo likikaa kwenu kwa wingi, mtaweza kuwa na kanisa litakalo kuwepo sasa na kwa vizazi vijavyo, kwa sababu hakuna kitu tunachoweza kuwapa. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wamejitahidi sana. Kuna wazazi wamewapenda watoto wao.
Mimi pale nyumbani kwangu nimewaambia watoto wangu kabisa, na nimewaambia kwamba mimi na ninyi sina kitu chochote ambacho ninawadai wala mnachonidai. Kitu pekee unachoweza kupata kwangu ni elimu, kwa sababu hicho ndicho utakachoandika kichwani. Hiyo ndio mtaji pekee unaoweza kwenda nao kokote utakako kwenda. Naweza nikakupenda nikasema nikununulie kiwanja, mtoto wangu hapendi kuishi ninapoishi. Kwa hiyo hata akili yangu sio akili yake, mawazo yangu sio mawazo yake. Kitu pekee ambacho lazima nimpe ni neno la Mungu, kwamba popote utakapokwenda nenda na Mungu wako, kwa sababu yeye atakuwa uzima wako. Mungu atusaidie sana. Kuna watu wamepoteza kabisa watoto, na hasa kizazi kile cha watu waliokulia umaskini kama sisi. Ukianza kupata sasa, unakaa kwenye kinyumba kina umeme, unaanza kusema mimi mtoto wangu sitaki ahangaike. Acha mtoto ahangaike, kwa sababu kila mtoto lazima aanzie Misri kabla ya kwenda Kanaani. Lazima kila mtoto aanze Misri kabla ya kwenda wapi? Kwenda Kanaani. Musa anasema, andikeni maneno haya katika mioyo yenu, kwa maana Mungu wenu anaishi katika neno. Mungu awasaidie sana wahudumu wenzangu. Tuhubiri vyote, lakini tusisahau kukaa katika neno. Mungu awasaidie sana ninyi waumini wa Kahama. Pendeni vyote, lakini mpende neno la Mungu kuliko vitu vyote. Ndio maana Wayahudi walikuwa wanapenda neno la Mungu kuliko vitu vyote walivyokuwa nayo, na walifanya neno la Mungu kuwa kama mtu. Ndio maana kama msaafu wa neno la Mungu, zamani walikuwa wanaita scroll, kama ile scroll ilikuwa imechakaa, ilikuwa haitupwi, walikuwa wanafanya ibada ya kuzika scroll, msaafu wa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu alikuwa na hadhi ya mwanadamu ambaye akifa lazima apewe heshima ya kurudishwa ardhini, kwa sababu sisi sote ni ardhi, na ardhini tutafanya nini? Tarudi. Leo tunaishi katika zama ambazo watu hawaogopi Biblia, wanaweza kuchana Biblia tena kwa kujigamba. Mtu anaweza kuchukua karatasi ya Biblia akasokotea sigara, kwa sababu kwake sigara ina nguvu kuliko neno la Mungu. Fanya vyovyote, unaweza kumdhihaki Mungu, unaweza kuikataa neno lake, lakini neno la Mungu halijawahi kupungua. Hakika litaishi. Kila moja anataka kwenda Kanaani. Ndiyo, na mimi nataka muende. Lakini hofu ya Musa, ninyi mkienda Kanaani, hawa watu wakila, hata kama wamekula tu kitu cha kawaida, sikia mtu anajitamba, mimi siku hizi naishi vizuri pale kwangu, chai sio shida, yani mchele na nini. Mungu hashughuliki na unayoyafanya. Mungu anashughulika na unachoamini. Unaamini nini ndio kitu cha maana kwa Mungu. Unakula nini, unaishije, hayo ni matokeo ambayo sio hata kipaumbele cha kwanza cha Mungu, kwa sababu yeye ameachilia vyote hivyo kama baraka juu ya kila nafsi. Kwa hiyo usimtishe mtu kwa sababu uko mbele. Amna, aliyoko mbele kesho atakuwa nyuma, na aliyoko nyuma kesho atakuja mbele. Haya ni mambo ya kawaida. Jambo la maana na la kudumu ni neno la Mungu. Mwambie jirani yako neno la Mungu. Mwambie neno la Mungu. Mwambie neno la Mungu tena. Mwambie neno la Mungu pekee. Hiyo itutunze, ituimarishe, ituhifadhi, itutie moyo, itujenge, itusimamishe imara. Na hicho ndicho ambacho kila moja ang'ang'ane sana kurithisha uzao wake. Na hilo ndilo ambalo tunataka kanisa la Mungu hapa duniani, na hapa Afrika, na hapa Tanzania, na hapa Kahama. Tufanye lolote lile, tuhakikishe tumehubiri injili ya Kristo kwa ujasiri, ili watoto wetu wasikie, ili kokote watakako kwenda maneno ya Mungu yawafuate huko. Wakitaka kufanya dhambi, maneno ya Mungu yawakumbushe hatari ya dhambi. Wakitaka kumwasi Mungu, maneno ya Mungu yawakumbushe adhabu ya kuasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaonisikia, hebu mpigie Mungu makofi mengi na vigelegele. Sijaja na kitu chochote hapa, nimekuja kusema tu habari za neno. Hilo ndilo Musa alitaka Waisraeli wachukue na washike hata kabla ya kitu kingine. Ndio maana sisi hatuhubiri injili ya mafanikio, kwa sababu mafanikio ni zawadi.
hiyo Mungu atatupa tu. Na Yesu mwenyewe amesema msihangaikie vingine, anzeni kwanza na mtaji mama. Mtaji mama ni kumjua nani? Mungu. Ukishamjua Mungu, vingine vyote hivyo ni nyongeza. Hivyo vipo tu. Hivyo vipo tu. Magari yapo tu, majumba yapo tu. Tena usihangaike hata kwenda kwa mtu ambaye ni mbwa mwitu, amevaa mavazi ya kondoo, anakuambia uje akunenee maneno, akuuzie na maji ili ndipo uende ukajenge nyumba. Musa anazungumza zaidi ya miaka 5,000 iliyopita. Anawaambia ninyi mnakwenda kwenye nchi ya ahadi, huko mtaishi, huko mtaneemeka, huko mtakula, huko mtashiba, huko mtafanikiwa. Kwa nini mtu asijue kwamba kufanikiwa kwako kuko katika neno la Mungu? Musa anasema, sikilizeni, andikeni maneno ya Mungu katika mioyo yenu na muyaweke katika njia rahisi, ili muweze kuyaimba kwa njia ya nyimbo. Sura ya 32 kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ndio wimbo wenyewe. Musa anasema mimi nitalitangaza jina la Bwana. Haleluya. Hata kama wengine wakikataa, mimi nitalitangaza jina la Bwana. Na ninyi hata kama mkikataa, kuna watu wengine ambao kama asingelikuwa Bwana, wasingelikuwa hivi unavyowaona. Mimi nisingelikuwa hapa kama asingelikuwa Bwana. Na hata kama wengine wote watamwacha Bwana, mimi nitaendelea kubaki na huyo, kwa sababu mimi sina ukoo, sina ndugu, sina ufahari, sina mtu mwingine yeyote. Ukoo wangu wote mimi ni kanisani. Sisi tulilelewa na mama, tuko watoto watatu, mimi ni mkubwa, ananifuata mdogo wangu alafu wa mwisho. Tumelelewa na mama. Baba alimtelekeza mama mimi nikiwa na miaka 4 na sikumuona tena mpaka nilipokuwa namaliza degree ya 2. Hajawahi kunipeleka shule ya msingi, hajawahi kuninunulia daftari, hajawahi kuninunulia uniform, lakini Mungu alikuwepo wakati wote tulipokuwa tuko chini na hata tulipokuwa juu. Na mimi namshukuru sana yule mama yangu. Alimjua Mungu katika shida zake. Kwenda kanisani ilikuwa ni sheria na wala sio ombi. Tulilelewa kujua kwamba Mungu anahudumia watu kila wiki. Kwa hiyo hata kama tungekuwa tumenyanyaswa, kuna mahali ambapo nilikuwa ni kimbilio letu. Tulikwenda mbele za Mungu kusema wewe bado ni Ebeneza. Mungu alitutunza katika mateso. Najua kulala njaa. Mimi nimefanya vibarua na mama, tunalima mashamba ya watu na wengine wanatuzurumu. Ninafahamu kuishi katika nyumba isiyokuwa na mafuta taa, acha umeme. Haya tumeyakuta ukubwani. Na Mungu akiahidi chochote kwa ajili yako, amini, lazima litatimia. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa namsikia mama yangu anasema jambo moja. Wakati wote ambapo mtu yeyote kutoka kanisani alikuja nyumbani kwetu, mwisho wa ugeni wake, kama alikuwa ni mchungaji, kama alikuwa ni mwinjilisti, kama alikuwa wazee wa kanisa, mwisho wa ugeni wao walipomwambia mama tukuombee kwa ajili ya nini, siku zote mama alisema jambo moja, niombee ili moja kati ya watoto wangu 2 wa kiume aje amtumikie Mungu. Na wakati wote alipokuwa anasema hivyo mama, nilikuwa namwangalia mdogo wangu Bernard, na Bernard ananiangalia kwa sababu nilikuwa sijui huyu mwanamke anaongea nini. Kumbe huyu mwanamke alikuwa anaongea na Mungu, na alikuwa anaongea na Mungu juu ya watoto wake, na yale aliyokuwa anasema na Mungu alikuwa anaandika katika moyo wake, na akayaishi hayo. Yametufanya tuko hivi tulivyo leo. Kwa hiyo hata kama mwingine haamini kwamba Mungu yupo, mimi niko hapa kuambia Mungu yupo. Haleluya. Haleluya. Ikafika mahali pa kwenda kumtumikia Mungu. Mchungaji akakataa, na alikuwa na mamlaka kama huyu. Alikuwa ni mchungaji wetu wa mtaa, ni area dean na ni canon. Na akasema wewe huwezi kwenda kuwa mchungaji kwa sababu umelelewa na mwanamke. Kwa sababu kulelewa mwanamke kikwetu sisi Wajaluo ni ghadhabu, ni kama aibu, yani kama mtoto asiye na nidhamu. Kwa hiyo hata sifa tu ya kwenda kumhubiri yule Yesu ambaye ndiye alikuwa kimbilio letu wakati wa kulala gizani, nalo hilo niliambiwa kwamba sifai. Lakini Mungu ambaye hawezi akafanya maamuzi kwa kushawishiwa na wanadamu, alisema utakuwa, na nimekuwa. Haleluya. Haleluya. Musa anasema andikeni haya maneno, kwa sababu haya maneno ndio taifa lenu. Sio watu, sio vitu, sio mali, sio nani. Ni neno la Mungu, lazima likae mioyoni mwenu. Jambo moja ninalolihofia kwenu, mtasimama na Mungu wenu mtakapokuwa mmeingia kwenye mafanikio,
mtakapokuwa mmepata ndoa, utamkumbuka Mungu. Utakapokuwa umeolewa, inawezekana unalia kwa sababu unataka mume, unataka mke. Je, utakapopata kile unachokitafuta, utaendelea kumpenda Mungu au utatengeneza sababu na visingizio kama wale walioalikwa kwenda karamuni? Mwingine akasema, unajua mimi ndo nimeoa jana, kwa hiyo bado namjaribu mke wangu, kwa hiyo samahani sitakuja. Na mwingine akasema, unajua mimi hapa nimenunua pea nzima ya ng'ombe wangu wa kulima, kwa hiyo nawajaribu, samahani sana siwezi kuja. Kila mtu anaweza akatafuta mafanikio, alafu akageuza mafanikio kwa Mungu wake. Mungu hasemi hilo hata kidogo. Anasema maneno ya Mungu lazima yaandikwe kwenye moyo wa kila moja, ili ujue kwamba katika Mungu kuna uhai, ili ujue katika Mungu kuna agano letu, ili ujue katika Mungu kuna kesho yetu. Na ndoto zetu zote zinaweza kutimia tukisimama katika yeye anayetufahamu toka mwanzo. Na ukumbuke maneno haya Musa anawaambia wakati ambapo hawajaenda. Yani ni kama vile ni utabiri. Anasema, ikiwaangalia ninyi, naona yale mtakayokwenda kumfanya Mungu. Ninyi mtakapokuwa mmefika huko mnakotaka kwenda, mtafanya hivi, mtafanya hivi. Mtu mwingine mwenye jeuri alikuwa anasema, anaweza akasema, hivi unanionaje? Yani mimi umeniona kama mimi siwezi kuwa mtu mwenye imani thabiti. Musa anaambia, mimi nawafahamu. Mmefanya hivi nikiwa na ninyi, najua mtafanya tena hata ukifika huko unakotaka. Lakini nataka niwatahadharishe mapema, mtakuwa salama mkimpenda Mungu. Mtabomokewa na kila kitu mlichokijenga mtakapomwasi Mungu. Na wakati huo ndio Mungu atawatenda jeuri na kuadhibu vikali sana. Nataka nikusihi, bado nafasi ipo, unaweza kutengeneza. Kama kuna mahali haujamuishia Mungu, haujaheshimu neno lake, haujaubeba wokovu wake kwa gharama na thamani inayotakiwa, bado unayo nafasi ya kutengeneza. Kama kuna njia ambayo unaipita lakini bado kuna giza, bado kuna nafasi ya Mungu kuweka nuru katika giza hiyo. Kama kuna mashaka ulionayo moyoni, bado Mungu anayo nguvu ya kuondoa mashaka na kufanya uingie katika Kanaani yako aliyokuwekea toka kuumbwa kwa misingi ya dunia. Nataka nikutie moyo kwamba mbele yako kuna ahadi ya Mungu, na katika ahadi kunaishi uzima wetu. Mungu akutunze hata uweze kufika katika nchi yako ya Kanaani uliyoahidiwa. Lakini ujue kwamba hata huko Kanaani, shetani atakuwa amekutangulia kufika Kanaani. Utamkuta huko, usipokuwa makini na kung'ang'ania neno, bado ataweza kukuiba na kukupotosha katika ukweli aliyoweka Mungu toka kuumbwa kwa dunia hii. Na hiyo maana yake ni kwamba wakati wote imani zetu zinapita katika vishawishi, lazima tusimame katika neno ili Mungu aweze kutuepusha na vikwazo vyote. Simama tuombe. Bwana, tunakuomba neno hili ambalo tunalipokea litakae katika mioyo yetu, litaandikwe katika mioyo yetu. Siku zote liendelee kusema na sisi. Siku zote liendelee kuishi likiwa hai kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Inaleta kanisa lako mikononi mwako. Hata tutakapoondoka fanya neno lako liishi ndani ya mioyo yetu, ili baada ya maisha haya tufike katika uzima wako. Baba, tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tuseme amen. Amen. Hivi ndivyo tunavyohitimisha ibada yetu leo Jumapili ya tarehe 28 Septemba 2025 hapa katika kanisa la Mtakatifu Paulo, parish ya Kahama, kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora. Ibada hii imekuwa ni ibada ya baraka ambayo ndani yake tumepata mahubiri kutoka kwa katibu mkuu kanisa Anglikana Tanzania, Kasisi Kanoni Dr. George Otieno Lawi. Ni dhahiri kuwa yale yote ambayo tumeyasikia katika ibada hii yatakuwa na faida na manufaa kwetu sisi wa Kristo popote pale walipo. Nikutakie Jumapili njema na utazamaji mzuri wa vipindi vingine vyote vinavyofuata mahali hapa. Asante na kwaheri kwa sasa.